Mtazamaji wangu wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, ndugu yangu na kusalimu kupitia jina takatifu la Yesu Kristo. Ni neema ya Mungu kwamba asubuhi ya leo tumepata siku mpya ambayo ndani yake wema wa Mungu unakaa. Ndani yake mapenzi ya Mungu yanatimizwa. Kwa wale wote ambao moyo wao umeelekea kwa Mungu, wanaongozeka katika Mungu katika siku nzima ya maisha yao. Nafahamu wengine wanasoma, wako vioni, mashuleni. Nafahamu wako wakulima, wafugaji. Nafahamu wako wafanyabiashara. Nafahamu wako waajiriwa. Siku mpya ya kazi inapoanza, wanawaza kwenda kazini kufanya shughuli za kikazi kwa ajili ya mahitaji, kujipatia mahitaji ya siku. Lakini Mungu naye ni mpya kila itwapo leo, analo neno la siku. Watu meliita neno la siku. Yani kama Mungu akakujalia asubuhi kama hii, ukapata neno hili likapata na sehemu katika moyo wako, basi umepata kitu kizuri cha kwenda nacho huku unatembea, unasema asubuhi Bwana alisema nami. Naitwa mchungaji Pray God Zawadi Mgonja wa kanisa la EAGT. Nachunga nyuma tu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam Changanyikeni, kanisa linaitwa EAGT Jesus Village. Na kabla hatujaanza, kwa kweli nataka niombe Mungu atusaidie kusikia na kuelewa na kushika. Na kushukuru Mungu uliye baba yetu, uliye Mungu wetu, Mungu wa wote wenye mwili. Unasema na mtu unapotaka kusema naye. Kama hivi umetukusanya wote walio mbali na wakaribu, tuko mbele zako. Bila shaka Mungu, kwa ajili ya siku hii una neno la kutufaa. Na mimi niko tayari Mungu. Nitumie basi kuleta moyo wako katika siku, na mioyo ya watu ikujue kama ulivyowaza, unavyokusudia. Mapenzi yako na yatimizwe katika jina la Yesu Mwokozi. Amen. Somo ambalo ninalo asubuhi kwa ajili ya siku hii, nimelipa tena kichwa hiki: sasa unaweza kuhesabiwa haki ya kuokoka na hukumu ya Mungu. Sasa unaweza kuhesabiwa haki ya kuokoka na hukumu ya Mungu. Najua umeishi, umetembea kama umeokoka. Unatakiwa uokoke na hukumu ya Mungu. Unasema nimeokoka, kwa maana hukumu ya Mungu sasa haipo juu yako. Maana wale ambao hawashikamani na maagizo na amri na sheria ya Mungu na maongozi ya Mungu, hukumu ya Mungu inakaa mbele yao. Lakini wako watu ambao kwa kusikia na kufundishika wameokoka na hukumu ya Mungu. Makosa ya watu na matatizo ya watu ni mengi, ya waliookoka na hata wale ambao hawajaokoka. Na kila mmoja akikosa, Mungu mwenye haki anamhukumu mtu, tena kwa haki. Lakini tunaposema namshukuru Mungu nimeokoka, lazima mawazo yetu yaende kuokoka. Wengi wanataka kutafsiri tu kuokoka maana yake, lakini tunaokoka na nini? Tunaokoka na ile hukumu ya kutotii maneno ya Mungu, ambayo inatuzalia mambo mengine. Ukiwa umtii Mungu,
Mungu ameweka mambo, maisha yatakayokupata hata ukiwa duniani na hata baada ya kuishi duniani na kuondoka duniani. Hakuna cha siri. Ndio maana ukisoma Wathesalonike kule mbele inasema, hatutaki tusijue habari zao waliolala katika wafu. Yaani neno la Mungu hili linatueleza na namna ambavyo mtu unayemwona sasa atakapokuwa ameondoka katika mwili huu atakuwa wapi, atakutwa na nini, ili achague. Mungu anasema, nimeweka mbele zako uzima na mauti, chagua. Kwa hiyo unapochagua, unachagua ukiwa hapa duniani kwa aina ya masikio yaliyosikia na maamuzi yaliyofanyika. Imani ya Mungu ya Kristo inakuja kwa kusikia neno la Kristo. Lakini unaweza sasa kutokana hilo neno ukaamua kutii ama kukataa. Wale ambao watatii wataokoka na hukumu ya Mungu. Wale ambao wamekataa watahukumiwa. Na nikasema hukumu za Mungu zilizotabiriwa katika neno la Mungu naweza nikaziweka katika makundi makubwa matatu. Kundi la kwanza ni mauti, ambayo imeandikwa Mwanzo 2:17, anasema, walakini matunda ya mti wa uzima wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Ukila umetenda dhambi. Ukitenda dhambi, kufa utakufa hakika. Katika mwili huu utakufa. Na hata kiroho chako kinakufa. Yaani kuna kuishi milele na Mungu, na kuishi milele kwa Mungu kuzimani, na ama kuishi kwa Mungu milele motoni. Wote wanaishi hizo roho za watu zilizokufa katika mwili. Katika mwili, wakifa mwili unazika, roho zao zinakwenda kule ambako wanastahili kwa halali, kutokana na walivyotii sauti ya neno la Mungu. Waliolitii neno la Mungu wataishi milele na Bwana, na walioshindwa kutii neno la Mungu wataishi milele motoni. Zote ni mauti, hii ya milele motoni. Alafu hiki kifo nacho ni kifo tu. Wala katika Mungu hatuogopi hii ya kufa katika mwili. Kwa sababu hata kama umeishi miaka duniani, wengine umeona wamesha kufika miaka 100, hata ukiwauliza raha ya kuishi nako wameshachoka. Wameshachoka. Wanataka waondoke wakakae na Bwana. Lakini kingine, hukumu nyingine ni laana. Iko laana inayompata mtu kwa kutii au kwa kutotii neno la Mungu. Ile Kumbukumbu 28:15 inasema hivi: lakini itakuwa usipotaka kusikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Maneno haya nayokuambia, hizi hukumu nazokuambia, ni ili nipate nafasi ya kukuambia sasa, lakini unaweza kuhesabiwa haki ya kuokoka na hukumu hizo. Ndio habari iliyo njema, ndio neno la Bwana la siku. Hata kama umekutwa na nini, bado liko tumaini la kuweza kuokoka hukumu ya Mungu. Hii ndio taarifa ya siku. Ndio neno la siku. Nataka nikuandae. Umeishi maisha ya kutoshikamana na maagizo ya Mungu muda wote wa maisha yako. Labda hata wokovu umekataa muda wako.
Sasa hivi umeshafikia umri wa mtu mzima, bado unaishi, lakini nafsi yako inakushuhudia. Uzuri wa Mungu ni huu, kwamba tukijituliza mbele zake, Biblia inasema nasi tutajituliza mbele zake tuone kama mioyo yetu inatuhukumu. Mioyo yetu isipotuhukumu, basi tuna ujasiri. Kwa hiyo Mungu ameweka vipimo katika moyo wa mtu. Unajua mtu mzinzi sana au mlevi amelewa. Wewe jaribu mlevi. Na walevi ndaizi kuwaona kuliko wazinzi. Mlevi mwambie umelewa, anakuambia ulinipa, ulinilewesha wewe. Wewe bwana, wewe umelewa, ambia ulinilewesha wewe. Yaani sijaona anasema ni kweli bwana, sijaona. Yaani ukimwambia umelewa atatafuta namna ya kujibu. Huwa anajua amelewa, lakini hataki kuambiwa amelewa. Lakini anajua ya kwamba anaenda motoni. Levi mmoja kule kwetu alikuwa analewa sana sana. Anasema mimi nalewa, lakini mimi sipotezi kumbukumbu zangu na mwajibu wangu. Anasema mimi nyumbani kwangu ukifika, mke wangu ameshiba, mke wangu anapendeza na watoto wameshiba. Hapa nimelewa. Hapa anasema nimelewa, lakini hao wa nyumbani mwangu wako vizuri tu. Ila mimi ni fundi mjenzi na paua majengo. Katika majengo niliyopaua kwa kutoa maisha yangu, nile jengo kubwa la kanisa lile pale mjini, lile refu pale Same, kuna kanisa la KKT pale Mlimani pale refu. Alipanda yeye kupaua kule, ni mbali juu. Akasema kweli ulevi unaweza kunipeleka motoni, lakini Mungu atanikumbuka kwa sababu nilitoa maisha yangu kwa ajili ya kuwajengea watakatifu mahali pa kuabudia. Ulitoa maisha yako vipi? Sema, ni nani mchungaji wa lile kanisa aliyepanda kule juu akatoa maisha yake? Maana pale juu ni kufa na kupona. Ukichoropoka pale unapiga chini na pasuka. Ni nani askofu alipanda pale juu? Washirika wa pale hakuna hata mmoja ambaye angepanda pale juu. Mimi nilitoa maisha yangu ili nijenge mahali pale. Leo nyinyi walokole, nyinyi wa Kristo, mmeamua kuniandama, mnasema kama mimi siendi mbinguni. Mimi Mungu atanikumbuka tu. Atakumbuka nilishatoa uhai wangu kwa sehemu kwa ajili ya watu waende mbinguni. Sasa itakuwa je, Mungu watu wote waende mbinguni isipokuwa mimi? Alipokuwa anasema ile, watu walisikia. Sasa kama una ufahamu huu, kwa nini ufahamu wa kuokoka usikii? Kama una maombi mazuri namna hii kwamba Bwana nikumbuke kwa kazi niliyotoa uhai wangu, anasema msikate tamaa, kwa sababu mnyie mnaongea na mimi leo. Msikate tamaa kwamba huu ndio mwisho wa maisha yangu. Mungu, kama kuna staili, kuna kuelewa kwa neno la Mungu kuna kumfanya mtu aende mbinguni, Mungu hata acha kunisemesha mpaka nife niende motoni. Akumbuke kwamba nilikubali kutesa maisha yangu kwa ajili yake, na yeye anitafutie njia. Tukamwambia njia ndio hii, tumekuja kukueleza kwamba Mungu amefurahia kazi yako ya kufanya kazi na kupanda kule juu. Sasa anataka umwamini Yesu ni mwanae ili uingie mbinguni.
Mwenzako Kornelio alikuwa anatoa sadaka nyingi na kuwasaidia watu. Mungu akamwambia hivi, tuma mtu aende kule, atakuletea mtu aitwaye Simon Petro, akija atakwambia yakupasayo. Tumetumwa tukuambie hivi, mema mengi umeyatenda, lakini sasa sikia jinsi ambavyo imekupasa kutenda jambo hili nalo, ili upate uzima wa milele. Kila saa tuwaambie watu kwamba kuna nafasi ya kuingia mbinguni. Kuna mlango wa kuingia. Kila aliyeokoka awaze kwamba na atie moyo mtu, amwambie kwenye neno la Mungu hili, hizi hukumu ya mauti, hukumu ya laana, na hii moja ya iliyoandikwa Kumbukumbu la Torati 28:22, Bwana atakupiga kwa kifua kikuu na kwa homa na kwa kuwashwa na kwa hali ya moto ambayo wanaita mkanda wa jeshi na kwa upanga na ukaufu na kwa koga, navyo vitakufukuza hata uangamie. Hizi ni hukumu zilishatokana na mtu asiyetii, asiyesikia sauti ya Bwana Mungu. Haya yatampata. Akishaelewa kuna mambo haya yako mbele yake, Mungu akamjalia kutafakari haya, akajua kwamba atakutwa na mauti katika mwili na mauti katika roho kwa aina ya maisha anayoishi. Akajua kwamba zitakuwepo laana katika maisha yake, zingine zitampata yeye na hata watoto wake. Akijua kuna magonjwa yanaweza hata yakamutesa mpaka aangamie, lakini kwamba katika neno la Mungu kuna njia iletayo uzima. Aambiwe milango ya Biblia iliyoko maneno ya Mungu. Mungu huyu ameweka maneno mengine yanayomdhihirishia huyu mtu kwamba anaweza akaokoka. Tusimfunge akaona hakuna mlango wa kutokea. Yako milango ipo kwa neno la Mungu ambayo inadhihirisha wazi kwamba kuna mlango wa kuokoka, mlango wa kuingia mbinguni. Maneno haya yananifariji sana kwamba kuna mlango. Biblia imeongea mpaka ikaonyesha kuna mlango wa kuingia mbinguni. Haya matatizo yapo na malana haya yapo na magonjwa haya yapo na mauti zipo, lakini kuna njia ya kukoswa ya kukwepa haya imeandikwa. Hata kama we ni mbishi, kwa sababu watu wakiongea wengine huwataki waongee, unasema hao ni watu na wenyewe, basi nenda ukasome mistari ukiwa mwenyewe. Na kwenda kukupa mistari ukasome mwenyewe. Hata kama watu unasema wenyewe, kuna watu wanaamini hivi, hapa duniani hakuna asiye na dhambi. Kuna watu wanasema hivi. Anasema mimi siamini mtu bwana, labda Mungu aseme na mimi mwenyewe. Ambia unataka asemeje? Asema Mungu atasema na mimi mwenyewe. Basi namwambia Mungu atasema na wewe mwenyewe, nakubali. Lakini kuna mistari ambayo Mungu amesema yeye mwenyewe kwako. Kwa kuwa hujui ilipo, nikupe. Na wewe uliokoka, hii mistari wape watu. Hata kama huwezi kuwa na bidii ya kushuhudia, basi wape hii mistari. Waambie hivi, Mungu aseme na wewe katika mistari hii, uone kwamba kuna njia ya kupokea wokovu. Iko njia. Mstari ambao nimeuchagua wa kwanza, ambao ningempa mtu yoyote ili ajiaminishe kwamba unaweza kuhesabiwa haki ya kuokoka na hukumu ya Mungu. Hizi hukumu tatu, mauti, laana, magonjwa, zikakukosa kabisa. Moja ni Warumi 3:21. Imeandikwa, lakini sasa achana na zamani, achana na wakati wa Torati, achana na wakati wa Adamu. Kwa sasa ameshakuwepo Kristo. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, na inashuhudiwa na Torati na manabii. Hii Warumi hii 3:21 nikusomee vizuri hapa.
Maana huenda kuna watu wakimaliza kusikia mlango huo watautumia kuokoka. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. Inashuhudiwa na Torati na manabii. Ni haki, mstari wa 22. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Ni haki katika Yesu Kristo. Nimesema Warumi 3:21 mpaka 22. Ni haki kwa njia ya kuamini habari za Yesu zinazohubiriwa. Lakini ukisoma tena Warumi 7 mstari wa 24 na 25, na lenyewe ukilisoma hilo liandiko linakuletea tumaini kwamba uko mlango wa kutoka katika hukumu hizi za Mungu. Ameandika, ole wangu maskini mimi, ni nani atakaye niokoa na mwili huu wa mauti? Hapo akaendelea kusema, namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu natumikia sheria ya Mungu, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Kwa hiyo namshukuru Mungu katika Yesu Kristo. Kwa nini nasema mshukuru Yesu katika Yesu Kristo? Kwa sababu Yesu ameshatumwa ili atuokoe. Naye amwaminie atapata uzima wa milele. Lakini andiko la 3 linasema hivi, Matendo 13 mstari wa 38 na 39. Inasema hivi, imeandikwa, basi na ijulikane kwenu ndugu zangu, ya kuwa huyo mnahubiriwa msamaha, huyo Yesu huyo. Katika huyo Yesu mnahubiriwa msamaha wa dhambi. Na kwa yeye kila muaminie huhesabiwa haki katika mambo yote, asiyoweza kuhesabiwa haki kwa Torati ya Musa. Hata kama umekiuka amri 10 zile za Mungu, wanasema amri za Musa alizozileta, na zile sheria kama 600 na zote, unaona kama unakwama. Ni sawa, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Warumi 3:20 tunasema kwamba ni kipimo cha Torati. Wote wametenda dhambi kama ukimchunguza kwa amri hii, sheria hii, amri hii. Ukiwatafuta hivyo utakuta karibu. Ndio maana mtu yule akasema, ndio maana ya yule mtu aliyesema hakuna mtu hapa asiyetenda dhambi. Maana yake ni kwamba mwenye mwili yoyote anaweza akatenda dhambi asipokuwa ana Mungu Yesu Kristo ndani yake. Lakini sasa imeandikwa, basi na ijulikane kwenu ndugu zangu, ya kuwa kwa huyo Yesu mnahubiriwa msamaha wa dhambi, na kwa yeye kila muaminie huhesabiwa haki ya kuingia mbinguni na kukaa naye milele na milele, katika mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki kwa Torati ya Musa. Ndugu yangu, unataka mstari wa namna gani upate kuokoka? Yale waliokushinda wewe katika Yesu Kristo unaweza. Ndivyo ilivyoandikwa kwamba tunaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Yeye mwenyewe Yesu ndiye akikaa ndani ya maisha yako. Sasa ukimpokea yeye utashinda, na ukishashinda utahesabiwa haki katika mambo yote yaliyokuwa yamekushinda kwa sheria ya Torati. Akiwepo mtu wa mbinguni amenisikia kabisa. Kama kuna mtu ambaye ninazungumza sasa hivi alikuwa hajaokoka, anaposikia maneno haya, yani mstari huu jamani, huu mstari ni mkubwa. Mlevi asizungumze kwamba mimi nitaachaje ulevi. Mzinzi asizungumze mimi nitaachaje. Ukiwa naye Yesu, aliishi katika dunia hii, hakushindwa na hayo. Aliyeshinda ndiye anayeweza kuwasaidia wengine kushinda. Kwa kuwa yeye ameshinda, anaweza kutusaidia sisi nasi tukaitwa washindi. Alafu andiko lingine ambalo linakuhakikishia kwamba waweza kutoka katika hatari ya hukumu ya Mungu na hukumu ya Mungu ni Tito 2:11, ambayo imeandikwa hivi, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote, neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Kuna mambo mengine hahitaji kubishana, japokuwa mimi nalibisha zamani.
Sasa hivi najiuliza, hivi ni mimi yule? Mbona sasa hivi nazungumza kama nimekubali kila kitu? Sasa mbona mimi ndiye nasaidia watu kuwaonyesha njia? Mimi niliwaambia yule wa kwanza kunihubiri, mtu wa kwanza kunihubiri, nilimwambia mimi sina shepu ya kuokoka. Wakati huo ndugu yangu ni kijana, wacha kabisa. Kuna wakati wa maisha ya mtu hata yeye mwenyewe akienda kwenye kioo akijitizama namna hii anajikubali. Unajua mnasema wanaume hawajiangalii, wanaume sio hawajipendi. Wanaume wanajipenda bwana. Nao wana vioo kule ndani. Wengine wanatumustachi twao, tumdevu twao kwa utu, wanatuchana wengine sasa hivi naona wengine wana fashion ya tudevu, wana kandevu karefu hapa, wanakachana chwa kwenye nani hivi nachana. Hapo anapitia mashine ile, ndio kuna mashine siku hizi una nani mwenyewe, sio lazima uende hata kwenye vinyuzi, unakapitisha hapo chini ya ndevu zako zile sio mviringo, hapo anapitisha na hapa masharubu haya yasiwe marefu, anakata hapo, anajaribu kucheka mwenyewe kwenye kioo, anajicheki, anasema lakini katika wanaume ambao nao Mungu amewaumba na mimi nimo, unajua wanajikubali wenyewe. Hapo anasema hivi, kweli mimi nikitaka mwanamke yote kuna mtu ananikataa? Sikiliza ndugu yangu, hata wakukubali wote sana watakusaidia kutenda dhambi. Hata wakikubali wote watakusaidia kwenda motoni. Sasa anasema kuna mtu anaweza kuishi bila dhambi. Sikiliza maneno, neema ya Mungu inayoweza kumuokoa mwanadamu imefunuliwa. Kitu cha muhimu, je, wakati wako Bwana wa kunifunulia kuokoka umefika? Na mimi ungeniuliza ningekwambia, kwani siku zote ulikuwa umekaa namna hii? Siku zote ulishasikia mtu kama huyu? Saa nyingine uliambiwa, unashuhudiwa na vijana wenzako wa umri wako wanakuambia okoka. Leo unashuhudiwa na mtu kama huyu, umri huu bado tu unaona ugumu. Hivi wewe huwa katika wanadamu hata watu wa umri huu wanaokueleza walikuwa zamani wamekataa wokovu, sasa wamekubali na sasa ni wachungaji wa walokole. Yaani wewe unaendelea kubisha, si uje ukae basi karibu na mimi uangalie kwamba hivi na mimi ni mlevi kama wewe, hivi na mimi ni mroho wanawake kama wewe, hivi na mimi ungekaa na mimi ungesema. Lakini mzee huenda anasema kweli. Sasa umeshakaa na mimi tangu kipindi kimeanza, inatosha kufahamu kwamba nimetumwa ujumbe wa kweli. Neema ya wokoa wanadamu imefunuliwa. Lakini andiko lingine ambalo naliita kwa leo, nitaliita, hatutaendelea sana, ni Waefeso 2:8-9. Imeandikwa hivi: kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa hiyo mistari hii niliyokusomea inakuandaa kukubali kwamba wokovu upo, hata kama unajikaza. Ujikaze tu, lakini njia ya wokovu imeshawekwa mbele yako. Unaweza. Hata leo naweza kusema kwamba huenda. Juzi nimeongea na mtu akaniambia, mimi niliokoka wakati unahubiri. Nikamwambia, uliokoka wakati unahubiri? Akasema ndio. Huenda na leo naongea na mtu ambaye yuko tayari kuokoka katika neno hili la Mungu. Nimekusikia. Nisije nikapotea wakati njia ya salama ipo. Njia ya uzima ipo. Nakubali kumpokea Yesu huyu ambaye amehubiriwa kwangu, ili awe Bwana wa maisha yangu, aniongoze. Na tangu leo nisitende dhambi tena, na laana zote zilizokuwa zimenifuata zisiwe juu yangu tena, na magonjwa yote yaliyonifuata kwa sababu ya dhambi zangu yaondoshwe katika Yesu huyu aitwaye mponyaji. Asante Mungu kuniokoa, nami nimeokoka. Nisaidie niishi maisha matakatifu katika muda wangu uliosalia hapa duniani, katika jina la Yesu Mwokozi, amen. Nami nataka nimshukuru Mungu kwa wote ambao wamesikia maneno haya.
Baba Mungu, asante kwa maneno haya ya uzima. Bila shaka kuna mtu amepata kitu cha kudumu, kitu cha maisha yake kutoka maneno haya. Na abarikiwe huyo kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amen. EAGT